Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 29 Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa uchumi wa kidijitali, na hata kwenye hotuba yake ya kufunga mwaka alisisitiza sisi kama nchi sasa tunapaswa kuhakikisha tunatekeleza mkakati huu wa uchumi wa kidijitali, lakini sambamba na hiyo wananchi wote wanatambulika kwa kutumia jamii namba. Sisi kama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na wenzetu kutoka Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kuna mradi ambao tumekuwa tukiutekeleza tangu mwaka 2021. Mradi huu ni mradi wa Tanzania ya kidijitali. Huu ni mradi wa miaka mitano na ni mradi ambao mwisho wa utekelezaji wake ni mwakani mwezi wa 10 mwaka 2026. Mwezi wa 10. Katika utekelezaji wa mradi huu mpaka kufikia sasa utekelezaji upo kwa 80%, na hii yote ni kwa sababu ya ushirikiano mkubwa ambao serikali inautoa kuhakikisha wananchi wanapata faida mbalimbali katika kuendana na kasi hii ya mabadiliko ya kidijitali Tanzania. Mradi huu umekuwa na maeneo makubwa matatu. Kwanza, kuhakikisha Tanzania tunakuwa na mazingira wezeshi tunapokwenda kwenye matumizi ya kidijitali, lakini pia tunaweza kuhuisha na kutoa huduma bora kwa wananchi wa Tanzania. Serikali inakuwa na uwezo wa kutoa huduma bora kwa njia ya kidijitali kwa wananchi wote wa Tanzania, lakini kubwa zaidi pia ni kuhakikisha tunakuwa na miundombinu ambayo inakuwa ni wezeshi ili kuhakikisha tunapokwenda kwenye ile dunia ya kidijitali basi tunaweza kuwa na matokeo au mafanikio makubwa sana. Lengo la nchi yetu sisi tunakoelekea ni kuhakikisha tunakuwa na kitu tunachoita personal government, ambapo mwananchi anakuwa na uwezo wa kupata huduma yake popote kwa wakati anaotaka, kwa anayemtaka na kwa ridhaa yake mwenyewe. Kwa huu ni mradi mmoja mkubwa sana, na kama nilivyosema hadi kufikia sasa tuna 80% ya utekelezaji wake. Maana yake ni kwamba mafanikio haya ni makubwa na matunda yake sasa tutaanza kuyaona kwenye jamii, na hiyo ndio impact kubwa ya mradi huu. Mradi huu unatekelezwa kwa kushirikiana na wenzetu wa Benki ya Dunia, ambao wao ndio wanatusaidia kuhakikisha zile resources zinakuwepo ili mradi uweze kutekelezwa. Na kikao hiki ambacho tumekifanya leo hapa Arusha ni kufanya tathmini ya huu mradi mpaka hapa tulipofikia sasa hivi. Kwa hiyo wenzetu wametoka Washington na tumeambatana hapa na mwenzangu Paul Seiden ambaye yeye ndiye msimamizi kwa upande wa Benki ya Dunia katika utekelezaji wa mradi huu. The project itself covers a wide range of different areas which support the different pillars of the digital economy strategy. This includes a large component on connectivity, a significant component on the delivery of digital services for government, and the establishment of one-stop shop centres across the country, as well as establishing a network of centres for the delivery of digital skills and digital literacy across the country. I mentioned that we've been running the project really for 3 years now, and so this mission is really a key step in the lifetime of the project, because we are now looking at the last 2 years and really starting to firm up what the last parts of delivery look like for the project. Tumetengeneza minara 758 ambayo iko kwenye hatua mbalimbali. Hatua ya kuisha minara hii kutoka kwenye 2G technology na kuipeleka kwenye 3G, 4G imeshakamilika, na wananchi wanapata huduma hiyo maeneo ambayo hayakuwa na mawasiliano hapo awali. Lakini pia tumeweza kuisha na kuzifanyia enhancement data center zetu, ambazo mpaka sasa vifaa kwenye hizi vituo vya kutunzia data ikiwepo data center ya Taifa, data center ya IGA pamoja na NIDA vimeshakamilishwa na pia vimeshasimikwa, na mifumo itaanza kusimikwa hivi karibuni. Lakini kupitia mradi wa Tanzania Kidijitali pia tunaenda kuunganisha taasisi 901 ambapo mpaka sasa kazi hiyo inaendelea. Mikataba tumeshaingia na wakandarasi mbalimbali katika kuunganisha taasisi hizi,
na vifaa pia vimesha kuwa delivered na kazi inaendelea. Lakini kupitia mradi wa Tanzania Kidigitali, mojawapo mafanikio makubwa ni kuongeza capacity ya internet katika taasisi za serikali, ambapo kupitia mradi huu tumenunua bandwidth capacity yenye ukubwa 60 Gbps, ambapo GB 40 zitabakia Tanzania bara, lakini GB 20 tumepeleka kwa upande wa Zanzibar. Hii inaleta mafanikio makubwa, kwa maana tunaenda kuongeza speed ya internet katika ofisi za serikali kwa maana ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Hello my beautiful people, karibuni Idazara. Ni wauzaji wa multivitamin, supplements pamoja na body care. Tunapatikana Mwanza mjini, junction ya Deluxe, barabara inayoshuka kwenda U-turn. Lakini pia tunapatikana kwenye platform za social media zote kwa jina la Idazara. Karibuni sana Idazara, awaken your inner glow.